Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Ijumaa ya tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2025, juma la 4 la Pasaka, mwaka C, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 aya 26 hadi ya 33, na Injili inatoka katika kitabu cha Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 6. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tafakari. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tukiongozwa na ujumbe wa Injili ya leo ndio upa kwa kichwa cha habari kinachosema Yesu Kristo mfufuka ni njia pekee ya kumfikia Mungu Baba. Tukiendelea kumshuhudia Kristo mfufuka katika kipindi hiki cha Pasaka, tunaalikwa kutafakari umuhimu wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika kitabu chake kinachojulikana kwa jina la Jesus of Nazareth, yaani Yesu wa Nazareti, kuingia kwake Yerusalemu mpaka ufufuko wake, amenukuu maandiko matakatifu, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 14, nasema, ikiwa Kristo wa kufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anaendelea kueleza kusema, ushuhuda wa wanafunzi wa Yesu ni nguzo muhimu sana katika kuthibitisha ukweli juu ya ufufuko wake. Mabadiliko makubwa yaliyowapata wanafunzi baada ya kifo cha Yesu yanaweza tu kuelezwa na kukutana kwao na Kristo aliyefufuka. Kabla ya kusulubiwa, wanafunzi walikuwa wamejaa hofu, kukata tamaa, na walikuwa wametawanyika. Baada ya kukamatwa kwa Yesu, wengi wao walimkimbia. Petro alimkana mara 3. Walikuwa wamepoteza matumaini yote na waliamini kuwa harakati zao na matumaini yao yote yamekufa pamoja na Yesu. Hata hivyo, ghafla mambo yalibadilika kabisa. Wanaume hawa waliokuwa wameogopa na kujificha walijaa ujasiri na walianza kuhubiri kwa nguvu kuhusu Yesu Kristo aliyefufuka. Walishuhudia kwa ujasiri kwamba walikuwa wamemwona, wamemgusa na wamekula naye baada ya kifo chake. Ushuhuda huu ulikuwa muhimu sana kwani ndio ulioanzisha kanisa la kwanza. Yafuatayo ni mambo kadhaa muhimu kuhusu ushuhuda huo. Mosi, mabadiliko yao binafsi. Mabadiliko ya ghafla kutoka kwa hofu hadi ujasiri, kutoka kwa kukata tamaa hadi tumaini lisilo na mwisho, ni ushahidi wenye nguvu. Haiwezekani kwamba kundi la watu waliovunjika moyo wangevumbua hadithi kama hiyo na kuanza kuihubiri kwa nguvu kiasi hicho, wakikabiliwa na mateso na hata kifo. Pili, umoja katika ushuhuda wao. Licha ya tofauti ndogo ndogo katika nukuu za Injili zote 4,
kuna msingi mkuu wa makubaliano katika ushuhuda wao. Kaburi lilikuwa tupu na walimuona Yesu yu hai. 3. Utayari wa kuteseka na kufa kwa ajili ya ushuhuda wao. Wanafunzi walikabiliwa na upinzani mkali, mateso, na hatimaye wengi wao walikufa kwa ajili ya imani yao katika ufufuo. Papa Benedikti wa 16 anaeleza kuwa watu hawangekuwa tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya uongo waliojua kuwa ni uongo. Utayari wao wa kufa unaonyesha ukweli wa kile walichoamini walikiona. 4. Ushuhuda wa wanawake. Ushuhuda wa wanawake ambao walikuwa wa kwanza kugundua kaburi tupu na kukutana na Yesu aliyefufuka. Katika jamii ya wakati huo, ushuhuda wa wanawake haukuwa na uzito sawa na ule wa wanaume. Ukweli kwamba Injili zinaweka wanawake kama mashahidi wa kwanza unaonyesha uaminifu wa waandishi wa Injili kwa kile kilichotokea, badala ya kujaribu kuunda hadithi inayoonekana kuwa inaaminika zaidi kwa wakati huo, yaani kuwaweka wanaume tu. 5. Kuenea kwa ujumbe. Ushuhuda wa wanafunzi ulienea kwa haraka na kuathiri maelfu ya watu licha ya upinzani mkali. Ukuaji wa haraka wa kanisa la kwanza unathibitisha nguvu ya ushuhuda wao na ukweli wa ujumbe wao. Ushuhuda wa wanafunzi si tu sehemu ya historia ya zamani, bali ni nguvu hai inayoendelea kuumba na kuimarisha imani yetu leo. Ni urithi muhimu ambao umetufikia kupitia vizazi, ukituhakikishia upendo wa Mungu, ushindi dhidi ya mauti na tumaini la uzima wa milele katika Kristo Yesu aliyefufuka. Kwa kuamini ushuhuda wao, tunaungana nao katika imani na tunakuwa sehemu ya jamii ya waamini wa kila kizazi. Ushuhuda wa wanafunzi si tu ripoti ya matukio ya kihistoria, bali pia ni kukiri kwa imani. Walimuona Yesu aliyefufuka na waliamini kuwa yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu na Bwana. Ushuhuda wao unatuita sisi leo pia kuamini na kumfuasa Kristo. Mabadiliko ya Mtume Paulo kama mifano mikuu ya ushuhuda wa Yesu Kristo aliyefufuka, ambapo tuna tofauti yake na Petro. Paulo hakumjua Yesu wakati wa huduma yake ya kidunia. Yeye alikuwa mfuasi mkuu wa dini ya Kiyahudi na aliwatesa vikali wa Kristo wa kwanza, akiwaona kama wazushi wanaopotoka kutoka kwenye imani ya baba zake. Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 1 hadi ya 3. Mabadiliko ya Paulo hayakuwa tu mabadiliko ya mawazo, bali mabadiliko ya kina ya maisha yake yote. Alibadilisha mwelekeo wake kabisa, akaacha kazi yake ya awali yenye mamlaka katika dini ya Kiyahudi na akajitolea maisha yake yote kuhubiri Injili ya Yesu Kristo aliyefufuka. Alikabiliwa na mateso mengi magumu na hatimaye aliuawa kwa ajili ya imani yake. Mabadiliko haya ya ajabu kutoka kwa adui hadi mtume yanaweza tu kuelezwa na uzoefu wake wa kukutana na Kristo aliyefufuka. Mabadiliko ya Paulo kutoka kuwa mtesaji hadi mtume, yote yanaonyesha nguvu ya kukutana na Kristo aliyefufuka. Mabadiliko haya makubwa na maisha yake ni ushahidi muhimu wa ukweli, ufufuo na msingi wa imani ya Kikristo, kwani ushuhuda wake unaendelea kuhamasisha na kuimarisha imani wa Kristo hadi leo. Katika Injili ya leo, Yesu anaposema yeye ndiye njia, ukweli na uzima, itoshe kusema kuwa Injili ya leo ni utambulisho na kazi ya Yesu Kristo kama njia pekee ya kumfikia Mungu Baba. Injili hii tunaweza kuifafanua katika makundi matano. Kundi la kwanza, mimi ndimi njia. Yesu anajifunua kuwa njia pekee inayomwezesha mwanadamu kumfikia Mungu Baba. Hii inamaanisha kuwa hakuna njia nyingine mbadala au inayofanana. Dini zingine, falsafa za kibinadamu au juhudi za maadili pekee haziwezi kumfikisha mtu kwa Mungu kwa njia iliyo kamili. Njia hapa si tu seti ya mafundisho au kanuni za kufuata, bali ni yeye mwenyewe.
utu wake wote, maisha yake, kifo chake na ufufuo wake. Kupitia kuungana naye kwa imani, kwa kumfuata na kuishi kulingana na mfano wake, ndipo tunaweza kumkaribia Baba. Njia pia inamaanisha upatanisho. Dhambi imetutenga na Mungu, na Yesu kwa dhabihu yake msalabani ameondoa kizuizi hicho na kutufungulia njia ya kurudi kwa Baba. Yesu ndiye daraja linalotuunganisha na Mungu. Pili, Yesu ndiye kweli. Yesu si tu anafundisha kweli, bali yeye mwenyewe ndiye ukweli. Hii inamaanisha kuwa ufunuo kamili wa Mungu na mpango wake kwa wanadamu unapatikana katika Yesu Kristo. Papa Benedikto wa 16 anaeleza kuwa kweli hii si tu seti ya taarifa za akili, bali ni ukweli unaoishi, unaobadilisha maisha. Kumjua Yesu ni kujua ukweli kuhusu Mungu, kuhusu sisi wenyewe na kuhusu kusudi la maisha yetu. Katika ulimwengu uliojaa uongo na udanganyifu, Yesu anasimama kama msingi thabiti wa ukweli. Maneno yake ni ya kuaminika na maisha yake yanaonyesha ukweli huo kwa vitendo. Kwa kumfuasa Yesu, tunaongozwa na ukweli ambao unatuweka huru. Injili ya Yohane sura 8 aya ya 32. Tatu, Yesu ndiye uzima. Yesu si tu anatoa uzima, bali yeye mwenyewe ndiye uzima. Uzima huu si tu uhai wa kimwili, bali ni uhai wa kiroho, uhusiano na Mungu ambao ni uzima halisi na wa milele. Papa Benedikto wa 16 anaendelea kueleza kwa kusema, uzima huu unaanza sasa kwa kumwamini Yesu na kuishi katika ushirika naye. Ni uzima uliojaa amani, furaha na kusudi, unaotokana na uhusiano wetu na Mungu. Zaidi ya hayo, Yesu ndiye ahadi na uhakikisho wa uzima wa milele baada ya kifo. Kupitia ufufuo wake ameshinda mauti na ametufungulia njia ya kushiriki katika uzima wake usio na mwisho. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hii ni kauli inayoonyesha umuhimu wa Yesu kama njia pekee ya kumfikia Mungu Baba. Haiwezekani kuwa na uhusiano sahihi na Mungu bila kupitia Yesu Kristo. Hii si kauli ya kiburi au ya kujitenga, bali ni ukweli unaotokana na asili ya Yesu kama Mungu Mwana aliyefanyika mwili. Yeye ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na wanadamu. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya 5. Kauli hii tupe changamoto sisi sote kama wafuasi wake kuweka imani yetu kikamilifu katika Yesu Kristo. Ni kupitia yeye, kwa dhabihu yake, kwa ufufuo wake na kwa uwepo wake unaoendelea kupitia Roho Mtakatifu, ndipo tunaweza kuwa na uhusiano ulio hai na Mungu Baba. Kwa kuhitimisha, mafundisho haya yanaweza kusisitiza yafuatayo. Mosi, umuhimu wa Kristo katika maisha ya Mkristo. Yesu si tu kielelezo au mwalimu mzuri, bali ndiye kiungo muhimu na cha lazima kati ya Mungu na mwanadamu. Pili, ukweli usiobadilika wa Kristo. Madai ya Yesu kuwa njia, kweli na uzima yanaonyesha ukweli wake usio na mashaka na umuhimu wake wa milele kwa wokovu wa wanadamu. Tatu, uhusiano wa kipekee kati ya Mwana na Baba. Maneno ya Yesu yanafunua uhusiano wake wa ndani na Baba na jinsi anavyowezesha wengine kushiriki katika uhusiano huo. 4, faraja na tumaini katika Kristo. Katika nyakati za magumu, waamini wanaweza kupata faraja na tumaini katika ahadi za Yesu na makao mbinguni na kurudi kwake. Hakika, kwani ni ukweli usiopingika kusema ya kwamba hakuna Ijumaa Kuu isiyofuatiwa na Pasaka, yaani changamoto na magumu yetu yote hufuatiwa na furaha, ambapo sote wimbo wetu utakuwa ni Haleluya. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na mimi Fratieri Bonifasi Muhamila Itimba kutoka Jimbo Katoliki la Shinyanga, ninayesoma masomo ya taalimungu mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala.